Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Tume ya Rais yabainisha Oktoba 29 hayakuwa maandamano bali ghasia zilizovunja amani. Katika biashara, TBS yahamasisha wazalishaji bidhaa matumizi ya vipimo vya metrolojia. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Zambia yachukua mwili wa Edgar Lungu kinyume na matakwa ya familia. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 imewasilishwa rasmi April 23 Ikulu jijini Dar es Salaam, ikibainisha kuwa matukio ya Oktoba 29 hayakuwa maandamano ya amani bali zilikuwa ghasia zilizoambatana na uvunjifu mkubwa wa amani na matumizi ya silaha pamoja na uharibifu wa mali na miundombinu. Tujiunge na Agula Kimsola kwa undani wa taarifa hiyo. Akiwasilisha mbele ya Rais matokeo ya ripoti ya tume hiyo iliyoundwa tarehe 18 Novemba 2025 chini ya Katibu Mkuu Kiongozi na kuanza kazi rasmi tarehe 20 Novemba mwaka 2025, Jaji Mohamed Chande Othman amesema hitimisho hilo limetokana na sababu kadhaa, ikiwemo kutozingatiwa kwa katiba ya Tanzania na sheria za nchi zinazotaka notisi kwa jeshi la polisi kwa wanaotaka kuandamana. Ameeleza kwamba katika ripoti hiyo matokeo ya uchunguzi yanaonyesha kuwa chanzo cha ghasia hizo kilitokana na mchanganyiko wa changamoto ambazo ni za muda mrefu za kisiasa, kijamii, kiuchumi, ambapo miongoni mwa hoja zilizotajwa ni pamoja na madai ya katiba mpya, maboresho ya mfumo wa uchaguzi, ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira, pamoja na malalamiko kuhusu rushwa, utekaji na kupotea kwa watu. Kutokana na shahidi uliotolewa mbele ya tume, lengo kuu la ghasia za Oktoba 25 lilikuwa kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Lengo hili linadhihirisha kupitia vitendo mbalimbali wafanya ghasia, ikiwemo kuharibu vituo vya kupiga kura, kushambulia askari kwenye vituo, mawakala na wasimamizi wa uchaguzi, kuharibu mali za wasimamizi wa uchaguzi, vitishio, madhara na mashambulizi dhidi ya wananchi waliojitokeza kupiga kura, kupora mali za wasimamizi wa kupiga kura, na pia kuna ushahidi kwa wale wamepiga kura na bado walikuwa na vidole vyenye alama ya wino, kukatwa vidole vyao au kujaribiwa kukata vidole vyao, na wengi wao walipa fedha ili wajinusuru kufanywa hivyo. Pili ni kufikisha ujumbe kwa serikali. Kupitia ushahidi, taarifa na maoni, imekuwemo majadiliano na wataalamu wa uchumi, inaonekana kuwa kupitia ghasia za uchaguzi mkuu, vijana walioshiriki walipata mwanya wa kufikisha ujumbe kwa serikali wa wanataka kusikilizwa na kutatuliwa changamoto zao zinazowakabili. Ilibainika kuwa waratibu wa ghasia walitumia malalamiko ya wananchi dhidi ya serikali wakati wanawashawishi kushiriki kwenye ghasia. Mbali na hayo, Jaji Chande amebainisha kuwa uchunguzi pia umethibitisha kuwa baadhi ya picha mnato na picha mjongeo zilizokuwa zikizunguka zaidi katika mitandao ya kijamii wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 hazikuwa halisi, zikiwa zimechezewa na akili unde AI kuaminisha watu kuwa ni picha halisi za maafa na vifo vilivyotokea wakati huo. Aidha, amefafanua kuwa ripoti hiyo pia imebainisha uwepo wa baadhi ya watumishi wa umma, hasa viongozi wa serikali za mitaa, kuwa na udhaifu katika utendaji wa kazi kwa wananchi wao, na kuongeza kuwa uchunguzi umebainisha kuwa idadi ya watu 518 waliuawa katika ghasia hizo. Mheshimiwa Rais, ushahidi wa kidijitali ulikuwa sehemu kubwa katika uchambuzi wa tume, hususan katika kuelewa madhara ya kibinadamu. Jumla ya picha mnato 450, picha mjongeo 880
zilikusanya kwa njia mbalimbali na baadhi zilikuwa zimesambamba mitandaoni kwa zaidi ya mara moja. Picha hizi zilipatikana na ziliwasilishwa na mashuhuda wa matukio, watoa taarifa vya vyombo vya ulinzi na salama na vyanzo vya wazi, yani open source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Methodolojia hii ilituwezesha tume kutofautisha picha halisi na sio halisi, na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Akizungumza baada ya kupokea ripoti hiyo, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa kina zaidi katika baadhi ya maeneo yaliyosababishwa ili kuhakikisha ukweli wote unajulikana na haki inatendeka. Aidha, Rais Daktari Samia ameeleza kuwa kulikuwepo na upotoshaji mkubwa wa taarifa kuhusu matukio hayo, hususani kutoka katika baadhi ya vyombo vya habari vya nje, hali iliyochangia kuongeza taharuki miongoni mwa jamii na wananchi, huku akiwashukuru wa Tanzania kwa kudumisha utulivu na amani na kutokubali kuendelea na vitendo vya uvunjifu wa amani licha ya vishawishi vilivyokuwepo, hasa kupitia mitandao ya kijamii wakati wakisubiri matokeo ya tume hiyo. Hatima ya Tanzania ipo mikononi mwa Watanzania wenyewe. Nguvu ya ushawishi wa makundi ya nje inasaidia kuvunja amani, kuvuruga usalama na kubomoa nchi. Lakini kurudisha amani na usalama na kuijenga upya nchi yetu hufanyika kwa misaada yenye masharti magumu ya kisiasa, kiuchumi na kibiashara. Kwa hiyo tuwe makini kwamba Watanzania ndio wajenga Tanzania yetu. Tunapoibomoa hatuna mjomba wa kutusaidia. Tutapata mikopo yenye masharti ya kiuchumi na kisiasa ili tuweze kujenga upya. Lakini wakati wa kubomoa tunaweza tukapata msaada kirahisi kabisa. Rais Daktari Samia amesisitiza kuwa kuna umuhimu wa kuendelea na umoja na mshikamano, amani ya taifa, akieleza kuwa matokeo ya uchunguzi huo yamebaini wazi kuwa ghasia hizo zilipangwa na kuratibiwa na watu wenye malengo maalum. Kwa ujumla, uwasilishaji wa ripoti hii umemaanisha kuwa kuna hatua muhimu kuelekea kujenga taifa lenye mshikamano, haki na amani ya kudumu, huku hatua zinazofuata zikitarajiwa kulenga utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na tume hiyo. Mwenyekiti wa UWT wilaya ya Njombe Beatrice Malekela ameliomba jeshi la polisi wilaya ya kipolisi Makambako mkoani Njombe kupitia kitengo cha ustawi wa jamii na dawati la jinsia kumtafuta mwanamke mmoja anayejulikana kwa jina la Mama Queen ili aweze kuchukuliwa hatua za kisheria baada ya kumtelekeza mtoto mlemavu ambaye kwa kipindi cha muda mrefu amekuwa akilelewa na baba yake mzazi, jambo ambalo amesema ni kinyume na maadili ya malezi ya watoto. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Mwenyekiti wa UWT wilaya Njombe amesema hayo akiwa ameongozana na viongozi wengine wa Chama cha Mapinduzi waliofika kijiji cha Ikwete katika halmashauri ya mji wa Makambako kwa ajili ya kutoa msaada kwa familia ya mhitaji, ambapo ameonyesha kusikitishwa na tabia ya mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Mama Queen baada ya kumtelekeza mtoto mlemavu mwenye umri wa miaka 20. Kuhakikisha kwamba wanamtafuta Mama Queen popote alipo ili aweze kuchukuliwa mkono wa sheria. Maana sheria ya watoto sio kila mmoja tu ana hukumu. Lipo dawati la jinsia ambalo linahusika. Kwa hiyo dawati la jinsia Makambako wahakikishe kwamba wanaikamilisha hii kesi, na mama wa Queen akamatwe popote pale alipo. Akisha kamatwa achukuliwe mkono wa sheria kuhakikisha kwamba anakabidhiwa majukumu wakati mama huyu anaendelea.
Hapo vipi? Hapo sawa. Baadhi ya viongozi wengine na wadau wa kupinga masuala ya kijinsia wameeleza masikitiko yao na kile wanachokijua kuhusu Mama Queen kumtelekeza mwanae. Tuona hapa wanawake wenzio wote wanashindwa ndoa, lakini wanapoondoka wanaondoka na watoto mgongoni. Lakini cha msingi, mtoto wako wewe ni mlemavu na ana miaka 20 na wana mahitaji yote. Huyu ni mlemavu tu, lakini ana mahitaji yote kama mtoto mwingine yoyote. Alisema hataki. Tulimbembeleza, tulimsii, tukamuomba, tukafanya na maombi pale. Akasema hana kwa kumweka huyu mtoto, analimia mbali. Mama, mimi ninachojua huwa anakufa na watoto. Hata unapopigwa nyumbani mama unakimbia na watoto. Leo unamtelekezea mwanaume mtoto, binti ambaye tayari ameshabalehe. Aibu, kila mwanamke aseme ni aibu. Na mwanamke mwingine mwenye mawazo kama ya Mama Queen, tunaomba afute kabisa. Ule ni ukatili wa hali ya juu. Sijawahi sikia toka naishi dunia hii kusikia ukatili kama wa Mama Queen. Naomba wanawake tuwe na huruma, kwa sababu sisi wanawake ndio tunayeumia na watoto. Sisi ndio tunayebeba mimba miezi 9, tunaingia leba, lakini tunafikia kumkatili mtoto kiasi hicho. Taarifa za kutelekezwa kwa binti huyu zimemuibua mbunge wa jimbo la Makambako Daniel Chongolo. Mbunge anaahidi hata kubali jitihada yenu ya kumchukua yule mama na kumfikisha polisi ianguke bure. Hata kubali. Kwa sababu mbunge analani vikali kwamba tuna kina mama wa namna gani kama kweli kina mama hawa ndio wanaotetewa 50 kwa 50. Bruno Njogoro ni mwanafunzi anayesomea masuala ya kisheria na ndiye aliyemuibua binti huyo na kuanza kutafuta wadau mbalimbali kwa ajili ya kumsaidia, na hapa anaeleza kile alichokifanya ili kupata msaada wa kumwokoa binti huyo. Kwa ndugu yetu huyu Queen Imani Ngaile, hatua ya kwanza tumeweza kukarabati mazingira yake, nikimaanisha kujenga uzio, kusiliba ndani, lakini pia na kuweka mazingira vizuri ya ndani, kujenga choo ambacho ni supportive kwake, kumpatia mahitaji ya mavazi, vyakula, mahitaji ya malazi, nikimaanisha kitanda, godoro, shuka, mahitaji ya usafi, kuanzia usafi wa kwake na usafi wa nje, lakini pia tumeweza kumpatia baskeli ya walemavu. Wengi wanafanya, wanaguswa, lakini kwa watu wa Njombe aisee, ninawashukuru sana kwa sababu nimepita soko kuu la Makambako, duka kwa duka watu wamechangia. Nimepita soko kuu la Njombe, duka kwa duka watu wamechangia. Nimepita kwenye baadhi ya ofisi za serikali na mshirikisha kila mmoja, watu wanachangia. Naonana na viongozi wa serikali wanachangia. Kutoka hapa katika halmashauri ya mji wa Makambako, hapa katika kijiji cha Ikwete hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amesema kuwa serikali inalenga kuifanya hospitali ya Benjamin Mkapa kuwa hospitali ya taifa ili iweze kutoa huduma zote muhimu za afya sambamba na kuimarisha utalii wa tiba nchini. Mwandishi wetu Josephine Kaponya ana undani wa taarifa hiyo. Dodoma, wakati akizindua bodi ya pili ya wadhamini ya hospitali ya Benjamin Mkapa, wakati akizungumza na wakurugenzi wa bodi na waandishi wa habari, amesema kuwa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa sasa ni kioo cha jiji la Dodoma na taifa kwa ujumla kutokana na ubora wa huduma inazotoa ambazo imezifanya kutokuwa na malalamiko makubwa kutoka kwa wananchi tofauti na baadhi ya maeneo ya sekta ya afya. Kwa kuwa tumekusudia kuifanya hospitali hii kuwa ni hospitali ya kipekee, basi maombi yangu mkurugenzi, vikao vifanyike mara kwa mara kuhakikisha pale ambapo mnahitaji kukwamua mambo yanakwamuliwa. Ni jambo kubwa ambalo ninatambua kila mmoja analisubiri, ni hili la kuifanya hospitali hii kuwa hospitali ya taifa. Najua hii kila mmoja wetu na mimi naunga mkono, kwa sababu hapa ndio Dodoma, hapa ndio makao makuu ya nchi. Haiwezekani mambo mazito ya nchi yakaamuliwe mkoa wa Dar es Salaam. Haiwezekani. Mambo makubwa katika sekta ya afya ni lazima yaamuliwe makao makuu ya nchi. Mbali na hayo, ameahidi kuwa Wizara ya Afya iko tayari kushirikiana na bodi mpya kuhakikisha mageuzi katika sekta ya afya yanafanikiwa na kuwataka viongozi na watumishi kufanya kazi kwa kujitolea muda wote kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Kwa salamu zako pia umeeleza kuhusu utayari wako wa kushirikiana na wizara. Naomba nami ni kuahidi, sisi kama viongozi wa wizara tuko tayari kuhakikisha tunapiga hatua. Sisi hatulali kama ninyi ambao tunajua mnafanya kazi usiku na mchana. Wapo wanaoingia shift ya asubuhi, wako wanaoingia mchana, wapo wanaokesha usiku kuwahudumia wagonjwa. Na sisi ndani ya wizara nimewaomba wenzangu kipindi hiki kila mmoja tufunge mkanda. Tukiwahitaji saa 8 za usiku tupatikane, tufanye maamuzi.
Awali mwenyekiti wa bodi ya wadhamini Profesa Edward Hosea amesema kuwa jukumu kuu la bodi hiyo ni kusimamia na kuishauri taasisi ili ielekeze majukumu yake kwa ufanisi, ikiwemo kutoa huduma za kibingwa na bobezi, mafunzo pamoja na kufanya tafiti mbalimbali. Jukumu kuu la bodi hii ya wadhamini katika taasisi ya umma ni pamoja na mambo mengine ni kuishauri na kusimamia majukumu makuu ya taasisi husika. Kama mkurugenzi mkuu wa hospitali alivyoeleza katika hotuba yake, majukumu makuu ya hospitali hii ni pamoja na kutoa huduma za tiba za kibingwa na ubingwa wa juu kwa kutumia teknolojia za kisasa, kutoa mafunzo ya tiba pamoja na kufanya utafiti. Naye mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa Profesa Abeli Makubi amesema hospitali hiyo mpaka sasa imepiga hatua kubwa katika huduma za kibingwa, ikiwemo upandikizaji wa figo, upasuaji wa moyo, ubongo na huduma za mfumo wa mkojo. Na mpaka sasa hivi Mheshimiwa Waziri, tuna huduma za kibingwa 20 na huduma za kibingwa bobezi yani za juu 17. Ni mafanikio makubwa sana ya serikali yako ambayo yamefikia. Nichukue nafasi kwa kuishukuru pia bodi iliyomaliza muda wake mbele yako, kwa sababu ilifanya kazi kubwa ya kutufikisha hapa ikiongozwa na Dr. Deo Mtasiwa. Awali Waziri Mchengelo akiwa na uongozi wa hospitali hiyo wamepokea gari la kliniki tembezi kutoka taasisi ya huduma za afya ya Aga Khan Tanzania yenye thamani ya takribani shilingi milioni 272 kwa hospitali ya Benjamin Mkapa, lengo ikiwa ni kuimarisha huduma za uchunguzi wa saratani kwa wanawake katika mkoa wa Dodoma na mikoa jirani. Ujenzi wa kituo cha kisasa cha tiba ya moyo na mishipa ya damu cha Kilimanjaro Christian Medical Center unatarajiwa kuwa mkombozi mkubwa kwa Watanzania kwa kupunguza vifo vinavyotokana na magonjwa ya moyo, huku ikipunguza safari za wagonjwa kwenda nje ya nchi kutafuta matibabu na hivyo kuokoa gharama na muda. Taarifa ya Ellen Manyangu inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Hayo yameelezwa Aprili 23 jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kusaini makubaliano ya ushirikiano baina ya hospitali ya KSMC na kampuni ya simu ya Halotel kupitia huduma ya Halopesa, ikiwa na lengo la kuhamasisha uchangiaji wa fedha za ujenzi wa kituo hicho, ambapo mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya KSMC Profesa Gilad Masenga amesema magonjwa ya moyo yamekuwa yakiongezeka kwa kasi na kuchangia sehemu kubwa ya vifo nchini, hivyo kuna haja kubwa na ya haraka ya kuwa na miundombinu ya kisasa ya matibabu karibu na wananchi. Tumejipanga kujenga kituo ambacho kitakuwa kina miundo mbinu ya kisasa pamoja na kuimarisha zile kliniki za watu wa nje. Lengo letu ni kuwa na kituo cha kisasa cha moyo na mishipa ya damu, ikimaana full functional cardiovascular center katika hospitali ya KSMC kitakachotoa huduma kamili za uchunguzi, matibabu na ufuatiliaji wa moyo kwa kanda ya kaskazini ya Tanzania na maeneo mengine pamoja na nje ya nchi. Ujenzi huu tunajenga jengo ambalo litakuwa na vitanda 112, litakuwa na vyumba viwili vya upasuaji yani open heart surgery, litakuwa na vyumba viwili vya cath lab. Ili ni cath lab, ni maabara maalum ambayo ina mitambo ya kisasa na teknolojia ya juu kabisa ya kuweza kuchunguza moyo kwa kupitia mishipa ya damu, lakini vile vile kufanya upasuaji kupitia mishipa ya damu ambayo wenzetu wa JKCA wanafanya hizo operation sasa hivi. Profesa Masenga ameeleza kuwa mradi huo unakadiriwa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 50, ambapo bilioni 25 ni kwa ajili ya ujenzi wa jengo na bilioni 25 nyingine kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa, ambapo mpaka sasa ujenzi wake ukiwa umefikia 40%, huku zaidi ya 90% ya fedha za ujenzi zikiwa zipo tayari zimeshapatikana na kiasi kilichobakia kuweza kukamilisha ujenzi wa jengo hilo ni takribani shilingi bilioni 3. Kituo hicho kitakuwa na uwezo wa kubeba huduma kamili ambazo ni za uchunguzi, matibabu pamoja na ufuatiliaji wa wagonjwa, mafunzo kwa wataalamu wa afya na kufanya tafiti mbalimbali hapa nchini. Kwa upande wake, naibu mkurugenzi wa Halopesa Magesa Wandwi amesema ushirikiano huo umelenga kutumia teknolojia ya kifedha kuweza kuwafikia Watanzania wengi zaidi ili waweze kushiriki katika kuchangia mradi huo muhimu kwa ajili ya taifa. Sisi kama Halopesa kimsingi tuko pamoja na nyie
na ndio maana tumeona kwamba tushirikiane pamoja, na tunafahamu kwamba tunawafikia Watanzania wengi kupitia huduma zetu za Halotel pamoja na Halopesa. Kwa hivyo leo hii tutamke tu rasmi kwamba sasa wateja wote wa Halopesa pamoja na Watanzania wengine wote tunakaribishwa na tunatiwa moyo kuchangia ujenzi wa jengo hili maalum hasa kwa ajili ya magonjwa ya mioyo. Tumeambiwa hapa pamoja na mishipa ya damu. Naye mkurugenzi mkuu wa Tanlink Healthcare Foundation Silaji Mtulia amesema mradi huo si wa jengo pekee bali ni uwekezaji mkubwa wa kitaifa katika maisha ya watu, huku akiwahamasisha Watanzania kujitokeza kwa wingi katika kuchangia fedha kupitia Halopesa ili kufanikisha azma nzima ya kuokoa maisha ya watu wengi nchini. Mradi huu unakwenda kupunguza kiwango kikubwa cha rufaa za wagonjwa kutoka nje, rufaa za wagonjwa ambazo tulikuwa tukipeleka wagonjwa nje ya nchi yetu. Kwa sasa Watanzania wengi hulazimika kusafiri nje kutafuta matibabu ya moyo, jambo linalogharimu fedha nyingi za kigeni na kuwa mzigo mkubwa kwa familia na taifa kwa ujumla. Kituo hiki kitawezesha huduma hizi kupatikana hapa nyumbani. Pili, kituo hiki kinakwenda kupunguza vifo vinavyotokana na wagonjwa wa moyo kwa kuongeza upatikanaji wa huduma za haraka, sahihi na za kibingwa. Tunajua wazi kuwa katika masuala ya moyo muda ni uhai. Jitihada za kuzuia upotevu wa mapato ya serikali kupitia magendo zimezidi kuimarishwa katika maeneo ya mipakani wilayani Roya, huku mamlaka ya mapato Tanzania TRA ikiendesha kampeni maalum ya utoaji elimu kwa wananchi na wanafunzi. Adam Kaduta na ripoti zaidi kutoka Mara. Kupitia kampeni hii ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA inayofanyika katika maeneo ya vijijini na mipakani, wananchi wanahamasishwa kuelewa athari za magendo pamoja na umuhimu wa kushiriki kikamilifu katika kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Mpaka wetu wa Kirongwe, tunapoona vijana wetu wanapoingiza mzigo, mara nyingi huwa wanalipa mapato. Ni washauri tu wafanyabiashara wenzangu kwamba tutembee katika njia iliyonyooka, tuache njia za panya. Mkuu wa wilaya ya Rorya Dr. Khalfan Haule anasema kuwa kusogezwa kwa huduma za kodi karibu na wananchi kutasaidia kuongeza uelewa na kupunguza mianya ya magendo inayochangia upotevu wa mapato. Magendo yapo, kwa hiyo ziara yenu mlivyopanga kuja mmepanga sahihi kabisa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nilikuwa nafikiria ambalo linaweza kusaidia ni kusogeza hizi huduma karibu na wateja, kuambia madhara, lakini pia na sisi tutaendelea na ile ya ukaguzi wa mara kwa mara, pia kutoa wito kwa wananchi wetu pale mnapofanya magendo mnasababisha upotevu wa kodi, na kodi ikipotea serikali inakosa uwezo wa kutoa huduma kwa wananchi. Ni kwamba serikali isipokusanya mapato yale yote ambayo tunayapata kama maendeleo, kama huduma za kijamii, hatuwezi kuzipata, pamoja na elimu bure. Mzigo wowote ule unapotoka nje ya mipaka ya Tanzania sharti tupite njia rasmi. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Taasisi ya tiba mifupa na milango ya fahamu Muhimbili MOI inatarajiwa kufanya matibabu ya watoto zaidi ya 250 wenye matatizo ya kichwa kikubwa na mgongo wazi kila mwaka kupitia mpango maalum uliolenga kupunguza changamoto hiyo, ambayo kwa Tanzania kati ya watoto 1000 wanaozaliwa watoto 7 wana tatizo hilo. Tujiunge na Agula Kimsola kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza wakati wa hafla fupi ya kusaini makubaliano ya ushirikiano baina ya taasisi ya MOI na Benki ya Azania, ikiwa ni katika kuwezesha matibabu kwa watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi ambao wamekuwa wakiletwa katika taasisi ya MOI. Mkurugenzi mtendaji wa MOI Balozi Dr. Mpoki Rusubisya amesema tatizo la watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi limeendelea kuongezeka kwa kasi nchini, ambapo kati ya watoto 1000 wanaozaliwa 7 wamekuwa na tatizo hilo, hivyo kuhitaji matibabu ili kuokoa maisha yao. Tunategemea kwamba ujio wa Azania Banking utasaidia sana kuleta afua kwa wagonjwa ambao wanakuja kwa wingi katika taasisi yetu wakiwa na matatizo ya vichwa vikubwa na mgongo wazi.
hawa ndio ambao wanalengwa kwa misaada ya wadau mbalimbali, lakini vile vile kwa michango ya mwaka mmoja, mwaka utakaofuata na ule mwaka mwingine na wenzetu wa Azania Banking. Na ninaonyeshwa tu haraka haraka kwamba hali ikienda kama ambavyo iko, tutapata takriban milioni 200 kila mwaka. Lakini sijamaliza, ameshapiga mkono. Lakini hali ikiboreka, tusishangae zikija zaidi ya milioni 200. Kwa niaba ya taasisi na wagonjwa wote wanaokuja katika taasisi yetu kupokea tiba, hasa katika lile kundi la watoto wenye vichwa vikubwa na migongo wazi, napenda mpokee shukrani zetu za dhati. Na ushirikiano huu hatutegemei kwamba utakomea tu kwenye Moi Marathon. Tunategemea kwamba sasa tutaanza kuona uwepo wenu katika taasisi yetu. Aidha, Balozi Dr. Mpoki amesema kuwa ushirikiano huo na Benki ya Azania unaongeza nguvu ya wadau wengine ambao watawezesha watoto kufanyiwa matibabu kupitia kambi mbalimbali za matibabu ambazo hufanyika kila mwaka katika taasisi ya Moi kwa lengo la kupunguza changamoto hiyo ambayo husababishwa na mama mjamzito kutotumia madini ya foliki kabla na baada ya kujifungua. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za maendeleo kutoka Benki ya Azania, Yahaya Mnandwa, amesema kupitia makubaliano hayo kila mwaka benki hiyo watatoa shilingi milioni 250 kwa ajili ya kufanikisha matibabu ya watoto wenye vichwa vikubwa na wale wenye mgongo wazi kupitia programu ya CSR, ikiwa imejikita katika kurejesha faida kwa jamii. Ushirikiano huu unaakisi falsafa pana tulionayo kama taasisi ya fedha kuwa maendeleo endelevu yanawezekana pale sekta binafsi inaposhirikiana kwa karibu na taasisi ya umma na kijamii katika kutatua changamoto halisi za jamii. Tunaona jamii ina changamoto nyingi ambazo serikali pekee haiwezi kuzimaliza. Tunatoa pongezi kwa Moi kwa uongozi endelevu, Mheshimiwa Balozi, katika kutoa huduma za kibingwa za afya na kuendesha mipango inayotoa matumaini kwa watoto hawa pamoja na familia zao. Tunajivunia kuwa sehemu ya safari hii pamoja naye. Serikali imeandaa mfumo maalum ambao utatumika kama mwongozo wa biashara ya mazao katika mpaka wa Tanzania na Malawi wa Kasumulu katika wilaya ya Kyela mkoani Mbeya ili kuepusha mwingiliano wa mazao yanayoingizwa kutoka nje ya nchi na yanayozalishwa nchini. Taarifa ya Daniel Smarta kutoka Mbeya inafafanua. Mfumo huo umeandaliwa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa biashara na kukabidhiwa katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kyela ili uanze kutumika. Mwongozo huu ni mwongozo ambao utarahisisha utekelezaji wa biashara mahali pale, kwa sababu umeweza kushirikisha wadau wote muhimu katika maandalizi, lakini pia ni mwongozo ambao umeweza kuingiza yale mahitaji yote ya pande zote ambazo zinahusika, wafanya biashara, lakini pia wakulima na taasisi zingine za serikali. Mwongozo pia ni mwongozo ambao umeandaliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba utafanya biashara ya Tanzania iendelee kuwa rasmi, hasa kwa mazao ambayo yanapatikana katika maeneo yanayozunguka eneo lile la Kasumulu, lakini pia yanayotoka nchi za jirani. Na matumaini yetu kwamba mpango huu ama utaratibu huu utakavyotekelezwa, basi utafungua tena biashara ambayo ilikuwa imepotea na kutengeneza ajira zaidi kwa vijana na pia kuongeza mapato ya nchi yetu katika ngazi zote. Baada ya kupokea mfumo huo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kyela, katibu tawala wa wilaya ya Kyela Bi Sabrina Hamdi amezungumzia juu ya mfumo huo. Kwa mfanyabiashara yote ambaye atakayetamani kuanza kufanya biashara kutoa mazao kutoka Malawi kuingiza Tanzania, anatakiwa aingie kwenye mfumo huo wa Kasumulu Modo kwa kufuata taratibu ambazo zimewekwa, lakini vile vile taratibu hizi hazitafeva upande wa serikali peke yake. Ni taratibu ambazo zitakuwa zina operate kwa upande wote. Wafanya biashara wataweza kuendelea na biashara yao vizuri, na vile vile serikali itaendelea kukusanya mapato yake kama kawaida kwa jinsi ambavyo wamekubaliana kati ya wafanyabiashara pamoja na wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo, ngazi ya mkoa na halmashauri kwa ujumla. Viongozi na baadhi ya wafanyabiashara wa mazao katika mpaka wa Kasumulu wameshukuru serikali kwa kukamilisha mfumo huo ambao wamedai utawasaidia kuongeza ufanisi wa biashara yao. Na wafanyabiashara nataka niwaweke wazi kwenye hili. Serikali
inapoanzisha mipango mikakati, hatuwezi tukasema kwamba tunaweza tukaenda kuiondoa ile mipango, kwa sababu ni sheria zinazotungwa kutoka bungeni. Kwa hiyo tunaweza tukatengeneza ama tukapendekeza mawazo ya rafiki ya kuishauri serikali ni namna gani watumie utaratibu kwa ajili ya kwenda kukusanya japo hata kile kidogo. Hii nani tulioingia kati ya serikali na sisi, hasa iliyokuwa inafanyika huko mwanzo na tulipofikia sasa hivi imekuwa bora zaidi kuliko vile tulivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo kwetu tunaweza kuwa na tija kubwa hata kwa wafanyabiashara wengine wanatoka nje na eneo la Kasumulu. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TV Habari. Serikali wilayani Geita imewataka viongozi wa vyama vya ushirika mkoani humo kusimamia kwa dhati maadili ya uendeshaji wa vyama hivyo ili kuhakikisha wadau hususan wakulima wadogo wanapata haki na stahiki zao kwa wakati. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Geita Ashim Komba kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela wakati wa kilele cha jukwaa la 4 la maendeleo ya ushirika mkoani humo lililofanyika katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro. Katika hotuba yake, Komba amezitaka AMCOS mbalimbali kuhakikisha zinawalipa wakulima madeni yao mara tu msimu wa mauzo unapokamilika. Nayo madeni mbalimbali ambayo vyama vya ushirika vinadaiwa na wadau wa ushirika wanadaiwa. Yako madeni ya AMCOS wanadaiwa na wakulima wetu. Na kwenye eneo hili, ndugu viongozi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jukwaa la Maendeleo ya Ushirika mkoa wa Geita, kama kuna jambo tunatenda dhambi kubwa na Mwenyezi Mungu hawezi kutusamehe, ni pale ambapo wanaushirika wanafanya shughuli za uzalishaji, wanatokwa na jasho, wanatumia gharama kubwa sana kwenye maeneo ya uzalishaji. Mwisho wa siku wanapeleka mazao yao na bidhaa zao kwenye ushirika, lakini wanabaki wanahangaika, hawalipwi fedha zao. Ustawi wa mwanaushirika ni kupata haki yake kwa wakati. Kitendo cha baadhi ya AMCOS kukaa na fedha za wakulima kwa muda mrefu hakikubaliki. Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoani Geita, Dorin Mwanli, amesema serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha wakulima wa zao la pamba wanatumia mfumo wa kidijitali ili kuongeza ufanisi na uwazi katika mauzo na malipo. Kwa hiyo ni rai yetu kwamba endapo mizani za kidijitali zitatufikia, ni vyema tukatumia mizani ile, kwa sababu mizani ile inatoa taarifa kwa muuzaji wa zao la pamba, anapata taarifa ni kilo ngapi ulizouza na kiasi gani utapata cha fedha. Lakini mfumo huu pia utaunganishwa na masuala ya kulipia fedha hizo kupitia benki ama simu. Kupitia mazao haya ya biashara, na hasa tukifuata ile mifumo inayowekwa na serikali, wanaushirika wananufaika na hizi fedha ziliingia kwenye mifuko ya ushirika na wanaushirika walinufaika ipasavyo. Nao baadhi ya wanachama wa vyama vya ushirika wamezungumzia changamoto ya madeni ambayo wanadaiwa yanapaswa kulipwa kwa wakati ili kuimarisha uaminifu na kuongeza tija kwa wakulima. Tumejipanga kuhakikisha kwamba madeni ambayo yako kwenye AMCOS na ambayo yako kwenye UNIL yanalipwa. Tumejipanga, tumehakikisha wale watu tumefanya malinganisho na wao, lakini tumebaini kwamba hasara nyingi ambazo zinajitokeza ni hasara ambazo ziko kwa wasiku wetu. Ni kweli watu wanaodaiwa na vyama vinavyodaiwa vifuatiliwe tu, vilipwe kisahihi na kisheria ili kuondoa haya matatizo. Kwanza ni aibu. Kwa hiyo tunavyoaswa ya kwamba tufanye mambo kwa usahihi, tufanye mambo kwa uadilifu, ni jambo jema ili tusiwe ushirika wetu. Kwa ujumla, wadau wa sekta ya ushirika mkoani Geita wamehimizwa kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika usimamizi wa AMCOS ili kuhakikisha wakulima wanapata haki zao kwa wakati, hususan malipo ya mazao yao baada ya msimu kuisha.
Kutokana na kukosekana kwa baadhi ya wataalamu wa mifumo inayotumia teknolojia za kisasa zinazohifadhi taarifa katika ofisi za vyama vya ushirika hapa nchini, zimesababisha baadhi ya vyama hivyo kupata hati chafu wakati wa ukaguzi, jambo ambalo limetajwa kupunguza imani ya wananchi juu ya vyama hivyo. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi kutoka Morogoro. Kutokana na kuwepo kwa changamoto hiyo, watumishi kutoka vyama mbalimbali vya ushirika wamepatiwa mafunzo ya utoaji taarifa sahihi ya mahesabu ambayo yatakuwa chachu kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili vyama hivyo. Takwimu zinaonyesha kwa mfano hati safi ziko kwa 9.9%, lakini tunategemea zitaboreka kadri ya mafunzo yatakavyotolewa, lakini na watendaji kujituma kuhakikisha kwamba wanatoa hoja ambazo zimeelezwa na mkaguzi. Mafunzo haya yamejikita katika kuwajengea uwezo na kuwasaidia wahasibu wa vyama vya ushirika kuongeza ujuzi ili kupunguza hati chafu na zisizo na maoni katika vyama vyetu vya ushirika. Kwa hiyo tuna mafunzo ya siku 3 hapa na tunamewaalika wahasibu wote na mameneja wote pamoja na wajumbe wa bodi kwa ajili ya kuambia mambo yanayosababisha vyama vikapata hati ambazo sio safi na hatua gani wafanye ili waweze kupata hati bora zaidi. Nao baadhi ya washirika wa mafunzo hayo wamesema elimu walioipata itasaidia katika kuboresha utendaji kazi. Kwa hiyo matarajio yetu kimsingi ni kupata tu uelewa mpana na kupata uelewa wa mabadiliko ambayo yametokea ya kisheria ili kwenda kuboresha kwenye utoaji wa taarifa zetu za fedha na kuboresha taarifa zetu za vyama kwa ujumla. Sababu unapotumia standard tofauti na inayotakiwa kihasibu, moja kwa moja mkaguzi akishaona umetumia standard hiyo anakupa hati yenye shaka au hati chafu. Vyama vya ushirika pamoja na kuwa msaada kwa mwanachama mmoja mmoja, lakini pia vinatajwa kuwa kiungo muhimu katika kuleta maendeleo ya taifa. Shukuru Materu, TVE, Morogoro. Asante sana Shukuru kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, TBS yahamasisha wazalishaji bidhaa matumizi ya vipimo vya metrolojia.